Ni momenti fulani hivi ya kuhuzunisha sana kati ya Diamond Platnumz pamoja na baba yake mlezi Mzee Abduli baada ya kuweza kukutana na wote kujikuta wakidondosha machozi. Of course tunafahamu Diamond Platnumz sio mtoto halisi kabisa wa Mzee Abduli na siku kadhaa zilizopita nilikuletea pia video ambayo inaonyesha ushahidi wa hilo. Moja ya simu ambayo Mama Dangote alipigiwaga akiwa Wasafi pale na akatoa maelezo yote kwamba Diamond Platnumz huyu Mzee Abduli sio baba yake, lakini baada ya yote ikaonekana kama vile wanamtenga sana. So this time wameweza kukutana na Diamond pamoja na Mzee Abduli, na huwezi amini alichokizungumza Mzee Abduli kitakutoa machozi kwa kiasi kikubwa zaidi baada ya kuweza kukutana na Diamond Platnumz. Sasa tuanze moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho hii video ukapata kufahamu kweli wote juu ya kile ambacho kimewakutanisha hawa wawili, lakini nini hasa ambacho kimempelekea Diamond kuingiwa na huruma mpaka kiasi cha yeye pia kudondosha machozi baada ya kushuhudia baba yake mlezi akiweza kulia machozi na kumwomba msaada. Mimi naitwa Gabby Official na hii ni Bongo Vibe. Yawezekana kuna namna yote ile pale ambayo umeguswa na ile swala, basi onyesha upendo hapo chini ya hii video kwa kubonyeza neno subscribe kama ulikuwa bado hujasubscribe, lakini pia like video kisha kwenye sehemu ya comment utakuja kuniachia maoni yako kuhusiana na hiki ambacho naenda kushare na wewe kuhusiana na kile ambacho kimeweza kutokea kati ya Diamond Platnumz pamoja na Mzee Abduli. Mimi naitwa Gabby Official kama nilivyokuambia. Sasa kama ambavyo tunafahamu ni kwamba ukweli uko wazi kabisa kwamba huyu Mzee Abduli sio baba halisi wa Diamond Platnumz, na kibaya zaidi inasemekana kwamba alikataga ujauzito ambao alimkuta Mama Dangote akiwa nao, ambao ulikuwa na ujauzito wa Diamond Platnumz. Hii ndio sababu kubwa sana ambayo watu wengi wamekuwa wakiona kama vile Diamond hampi airtime kabisa baba yake, lakini pia wamemwona Mama Dangote kama vile hawaga hampi jicho wala sikio wala attention huyu Mzee Abduli. Kumbe yote kwa yote ni kwamba kuna sababu za huko nyuma ya pazia ambayo zinafanya hayo yote yaweze kutokea. Sasa baada ya hayo yote, Mzee Abduli amekuwa akitafuta namna ya kuhakikisha kwamba anakuwa karibu na Diamond Platnumz, lakini mambo yamekuwa magumu zaidi. Sasa wameweza kukutana bwana kwa mara ya kwanza kabisa katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, na kama mnafahamu hao wote wawili ni Waislamu na wapo kwenye mfungo. Kwa hiyo ilikuwa ni moment ambayo Diamond anaamini kwa upande wake imekuja kwa sababu fulani. Sasa baada ya Mzee Abduli kuweza kukutana na Diamond, alijikuta tu akilia machozi, na ni mtu wa shida zake of course, na akasema kwamba naomba unisaidie, mimi nakuchukulia kama mwanangu, kama kuna yaliyopita basi naomba unisamehe mwanangu, tuweze kuganga yajayo. Sawa, nilikataa lakini nimegundua makosa yangu, naomba unisamehe, nahitaji msaada na naumia sana, nateseka, maisha magumu, unaniachaje nikateseka namna hii? Alikuwa anaongea maneno mengi sana, lakini Diamond hakuongea kitu zaidi tu ya kuishia tu kudondosha machozi baada ya kuingiwa na feelings za kile ambacho alikuwa anazungumza huyu ambaye sisi tunamfahamu kama baba yake, kwa sababu baba yake mzazi alikufa kipindi cha Diamond Platnumz alikuwa bado mdogo sana. So tunamfahamu huyu Mzee Abduli kwamba ndiye baba yake. Kwa hiyo ile feeling ya kwamba okay, huyu ni babangu, alinilea na vitu kama hivyo, imemfanya Diamond akajikuta na uchungu sana na kuweza kudondosha machozi, kitu ambacho kimemfanya ingiwe na huruma na kuweza kukubali kumsaidia Mzee Abduli. Sasa sijajua anaumwa nini Mzee Abduli, lakini yote kwa yote yeye ameomba msaada na kusema kwamba maisha ni magumu, lakini pia anaumwa. Ndicho ambacho aliweza kukieleza kwa Diamond Platnumz. Lakini kwa upande wako wewe unaweza ukawa na maoni, alichokifanya Diamond ni uungwana na ni mfano wa kuigwa, au ilitakiwa aweze kumwacha Mzee Abduli ateketee, ateseke, kwa sababu naye pia alimkataa akiwa bado ni ujauzito kutoka kwa mama yake? Comment yako ni ipi kuhusiana na hili? Tuambie kwenye sehemu ya maoni hapo chini, lakini usisahau kusubscribe kwa ajili ya kupata updates katika video zijazo.